Akizungumza na wakulima wa bonde la Weni wilaya ya Wete, afisa mdhamini wa idara hiyo Mhandisi Idrisa Hassan Abdallah, mara baada ya uvunaji wa mbegu za mpunga ambazo zimelimwa kwa ajili ya utafiti wa mbegu hizo, amewataka wakulima hao kuwa mabalozi wazuri kwa wengine juu ya taaluma ambayo wanapatiwa ya utafiti wa mbegu ambayo itakuwa bora kutumika wakati wa kilimo cha mpunga. Ni matumaini yangu kwamba wataalamu wangu watakuwa wamekufikisheni pahala pazuri. Mpunga haufanani, ndio maana mmeletwa hapa kuangalia preference, kuangalia nini mnapenda. Ningependa nyinyi mwe mabalozi wazuri wa haya ambayo yatakuwa yanafikishwa hapa kama sehemu ya mafunzo, muyachukue muyazingatie, na kwa sababu hatuwezi kuleta kila aina ya mkulima hapa, nyinyi pia mkawe walimu huko ambako mnakwenda. Ni matumaini yangu kwamba mtakuwa pia na nyinyi mnashukuru na kuipongeza Wizara ya Kilimo pamoja na mradi huu wa uhimilivu wa chakula. Kwa upande wao wakulima wa bonde hilo, Ali Ahmad Jabiri ambaye ni mwenyekiti wa bonde la Weni amesema kupitia utafiti wa mbegu hizo itasaidia ongezeko la upatikanaji wa mazao, huku mkulima Raya Salim Nasro akishauri Wizara ya Kilimo Pemba kuendelea kutoa mashirikiano kwa wakulima, ambapo mkulima Hamisi Sefu Juma akiipongeza serikali kwa kuendelea kuwaunga mkono wakuu wa utafiti wa kilimo. Na kupitia utafiti huu wa mbegu, sisi wakulima tunaweza kujiongeza vizuri, tukapata kuzalisha vizuri mazao yaliyo bora na tukapata mazao mengi zaidi. Tunashukuru kwanza serikali kwa kutoa mpango huu wa kuwawezesha watafiti wetu wa kilimo kusimamia swala zima hili la utafiti. Kwa upande wake, mratibu wa utafiti wa kilimo na ufugaji Pemba, Hatibu Bakar Haji, amesema mbegu mbalimbali wamezifanyia utafiti na kwa sasa wanaendelea na aina 4 za mbegu, jambo ambalo linawapa matumaini, huku kaimu mkuu wa idara ya kilimo na utafiti wa chakula Suleiman Atiki Suleiman akieleza lengo la utafiti. Hapa mbegu hizi zinaendelea kufanya vizuri pamoja na mabadiliko ya tabia nchi, na kutoka kwenye mbegu 10 mpaka sasa hivi tumebakia na mbegu hizi 4 ambazo tunaangalia ule uniformity yake, stability yake na distinctiveness yake, ili tuweze kuregister mbegu, kuangalia ustahimilivu wa magonjwa ipi ambayo inaweza ikastahimili magonjwa tofauti. Na utafiti huu unaofanywa baadaye, matokeo yake kama sisi idara ya kilimo na watibu wa chakula tunatakiwa tuyasambaze. Ni mwendelezo wa utafiti wa kutafuta mbegu iliyo bora, ambapo wataalamu wa kilimo pamoja na wakulima wamekutana kwa ajili ya kujadili ni mbegu gani ambayo kuwa itaweza kutumika. Nikiripoti kutoka hapa kisiwani Pemba, ni mimi Maulid Hamisi.